Wiki hii tutakuwa tunaangalia kitabu cha Yoshua 23. Somo linasema Mungu ni mwaminifu. Katika wiki hii tunaangalia mambo makubwa kama matano. Tunayo mambo makubwa matano au mada tano tunazozikokotoa kutoka katika kitabu cha Yoshua 23. Sasa kabla hatujaingia kwenye kimoja baada ya kingine, hebu tumuombe Mungu kwanza. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mbaraka wa kitabu cha Yoshua. Asante kwa mafunzo mengi mazuri uliotufundisha. Tunaomba mafunzo ya leo tunapoelekea kufunga kitabu cha Yoshua, Bwana, yakageuze na kubadilisha maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yoshua ameshafanya kazi kubwa ya kuteka ile nchi ya ahadi. Na wiki hii tunaangalia moja ya wosia au mahusia ya Yoshua ya mwisho. Ni wakati ambapo ameshakuwa mzee na anatoa maneno yake ya mwisho kwa wana wa Israeli. Na maneno haya ndani yake yako mafunzo makubwa sana ambayo nataka nikutie moyo mpendwa, yatakubariki na mimi binafsi yamenibariki sana. Sasa twende kwenye kimoja baada ya kingine. Jambo la kwanza ambalo tumeliangalia au tunaliangalia katika mwongozo wetu wa maandiko matakatifu ni uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu. Tunaposema uaminifu wa Mungu, tunataka tuangalie nini? Yoshua 21 mstari wa 45. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Kila neno, kila jambo aliloliahidi Mungu kwa wana wa Israeli, kila jambo alilolisema Mungu kwa wana wa Israeli, kila alilolisema lilitokea. Hakuna hata kimoja ambacho hakikutokea. Kufeli kokote kwa mwanadamu, kufeli kwako kokote kwenye mambo yako, hakusababishwi na Mungu, bali kunasababishwa na wewe mwenyewe. Kwa nini? Mungu ni mwaminifu. Unaposhindwa kuwa mwaminifu wewe kwa vile ambavyo Mungu ameahidi kwenye maisha yako, havimfanyi Mungu kutokuwa mwaminifu. Atabaki na viwango vyake vya uaminifu. Katika ahadi alizowaambia wana wa Israeli, maandiko yakizungumzia uaminifu wa Mungu, anasema kila alichokisema, kila alichoahidi, kila alichosema atawafanyia wana wa Israeli kilitokea vile vile kama ambavyo Mungu alisema. Timotheo wa pili 2 mstari wa 13 anasema, kama sisi hatuamini, yeye Mungu atadumu kuwa mwaminifu. Kama wewe ukiamua kuacha kumwamini Bwana Mungu wako, yeye atabaki kuwa wa kuaminika, yeye atabaki kuwa wa kuaminiwa, yeye atabaki kuwa wa kuaminiwa. Kuna mwingine anasema, nimekuwa mwaminifu sana kwa Mungu, lakini ni muda mrefu sasa umepita, sioni jambo lolote, sioni chochote Mungu akinifanyia. Ngoja nikukumbushe, Mungu kuchelewa kukujibu si kwamba Bwana Mungu wetu amekuacha au anakuchukia au hakupendi. Ni vizuri kusubiri tunda likaiva juu ya mti kuliko kuwa na haraka ya kulichuma likiwa bado bichi. Mungu anapochelewa anakuandalia kitu bora, na kimsingi huwa hachelewi. Wote ambao wataendelea kudumu kuamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu na wa kuaminika, hata kama itachukua maisha yao yote, bado watauona uaminifu wa Mungu. Nataka niseme nini? Kama ambavyo Mwenyezi Mungu alifanya kwa wana wa Israeli, chochote alichokisema kitakuwa kwenye maisha yao kikawa, hata kwako ukidumu kwa mwaminifu kwake, kila alichokisema kwake kitakuwa kwako.
Sisi sote tuliompokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wetu. Na wewe ambaye hujampokea, nikutie moyo, mpokea awe Mwokozi wako. Ameahidi mambo mengi sana, ikiwemo kubwa lao ambao ni uzima wa milele. Katika Kristo, kila alichokisema kwenye maisha yetu kitakuwa kama tukidumu kuwa waaminifu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuwa na hofu kama tuko ndani ya Yesu Kristo. Hatuna haja ya kuwa na wasiwasi kama tunaona Yesu anachelewa kufanya mambo kwenye maisha yetu. Litafanyika, kama si katika ulimwengu huu, katika ulimwengu ule ambao hivi karibuni Yesu anakuja kutuletea. Kwa hatuna haja ya kuwa na wasiwasi. Jambo la kwanza nataka nikukumbushe, Mungu ni mwaminifu. Yoshua 21:45 Yoshua, kila alichokisema atakifanya. Alikifanya kwa wana wa Israeli, na kila alichokisema atakifanya kwako katika Kristo Yesu kitafanyika. Usife moyo, jipe moyo. Mungu ni mwaminifu. Jambo la pili ambalo tunajifunza ni kile ambacho Mungu amefanya na atakifanya. Tunaenda kuangalia kile kitu ambacho Mungu alikuwa ameshakifanya kwa wana wa Israeli pale katika ile nchi ya ahadi, na kile ambacho atakifanya. Yoshua 23:3, nanyi mmeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatendea mataifa haya yote kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Yoshua, mzee aliyezeeka, anawakumbusha wana wa Israeli, anawaambia, mmeona mambo ambayo Mungu ameyafanya, ya kwamba yeye atawapigania ninyi. Amewapigania dhidi ya nini? Moja, amepigana dhidi ya mataifa yote yalikuwa katika nchi ya Kanaani, wameona. Mbili, amewapigania katika kugawanya eneo ambalo wameliteka lote katika vipande bila kuwa na mgogoro wowote. Tatu, kile ambacho hajakifanya ambacho anasema atakifanya ni kumalizia mchakato wa kuwafukuza mataifa wote waliokuwa wamebaki kwenye lile eneo. Kwa hiyo alikuwa ameshakamata ile nchi, eneo kubwa, Mungu kwa nguvu zake akiwapigania wana wa Israeli. Mbili, ameshawagawanya vipande, kuna wachache wamebaki. Kuna machache ambayo wanatamani kuona Mungu amewafanyia, bado hawajafanya. Anawaambia hata hayo yaliyobaki atafanya. Nataka nikutie moyo na nikukumbushe, mpendwa mtoto wa Mungu, Mungu wako ni mwaminifu. Kila anachokipanga kukifanya kwako atakifanya. Tulia tu kwa Yesu na utauona mkono wa Mungu. Sisi nini kimetupata? Kuna kitu gani cha kujifunza, cha kuunganisha alichowafanyia wana wa Israeli na sisi? Mungu wetu ametushindia dhambi katika Kristo. Hii ni kitu ambacho tayari kishatokea. Ni wewe tu ni kuamini na kupokea ule uwezo wa Mungu wa kutushindia dhambi katika maisha yetu. Katika Kristo ametupa uhakikisho wa wokovu katika Kristo. Yaani ni kwamba Yesu anasema yeyote aniaminie mimi ameshavuka kutoka katika mauti na kuingia uzimani. Anasema yeyote aliyenipa Baba, yani aliyemwamini Yesu aliyeitwa na Baba, sitamtupa nje kamwe. Hivi ni vitu ambavyo unapaswa utembee navyo kwenye akili na kwenye moyo, kwamba nilipompokea Yesu mimi nimehakikishiwa kuokolewa kwangu. Tayari ameshanishindia, kama ambavyo aliwashindia wana wa Israeli, akawapa nchi nzuri, akawapa mazingira bora. Hata mimi tayari ameshanipa ushindi dhidi ya kila dhambi na mateso na manyanyaso ya adui. Wakolosai 2:15 anasema hivi. Wakolosai 2:15 anasema hivi: akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akashangilia katika msalaba huo. Hiki kitu Yesu ameshakifanya kwa ajili yako. Akishazivua enzi na mamlaka,
Tafsiri nyingine nasema after he has disarmed, baada ya kuwa ameshamnyang'anya silaha zake shetani kwa ajili yako. Pengine anasema akazifanya kuwa mkogo, akazipa public shame. Shetani akadhalilishwa katika hadhara ya kiroho. Hana nguvu tena kwa walio katika Kristo Yesu. Hana mamlaka tena kwa walio katika Kristo Yesu. Na kwako ukimwamini hiki kitu, kama ambavyo alikuwa amewafanyia wana wa Israeli wakina Yoshua, na kwako amekufanyia. Ameshazivua enzi na mamlaka kwako. Tayari ameshazifanya kuwa mkogo, ameshazifanya kuwa kioja, na ameshashangilia ushindi wako katika msalaba ule wa Calvary miaka 2000 iliyopita. Kazi yako ni kuupokea ushindi wa Kristo. Kazi yako ni kumpokea Kristo aingie ndani yako. Lakini tumesema kile ambacho Mungu amekifanya, nimekuambia ushindi ameshakupa, na kile ambacho atakifanya, yawezekana unaponisikiliza kuna vitu unaviona bado, kuna vitu bado kwako unahitaji kuona ushindi, kama ambavyo ilikuwa hivyo kwa wana wa Israeli. Wameshachukua eneo, lakini kuna baadhi ya majitu na machache yamebaki kwenye lile eneo ambalo Mungu amewaachia. Hata hayo Bwana akawaahidi atawashindia. Kuhusu sisi sasa wa leo, kitabu cha Wakorintho wa pili 10, Wakorintho wa pili 10 mstari kwa mambo ambayo Mungu atakufanyia, ambao unaona bado hayajafanyika kwenye maisha yako. Wakorintho wa pili 10 mstari wa ngapi? Mstari wa 3 mpaka wa 5. Anasema hivi, 3 mpaka 5 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunahakikishiwa silaha tulizo nazo sisi si katika mwili, zina nguvu hata kuangusha ngome. Kama bado unaona huyu bwana mdogo adui anakaa ngome fulani kwenye maisha yako, na ngome ni mawazo, ni fikra, imaginations. Anasema pulling down all imaginations, akizivuta chini na kuziangusha kila fikra na kila mawazo na kila vijingome kwenye maisha ya mtu ambaye anamwamini Yesu. Nikutie moyo mpendwa, usiwe na wasiwasi, usiwe na mashaka kwa vile ambavyo havijafanyika kwenye maisha yako hata sasa, ukiamini. Anasema silaha zetu tulizo nazo zinaangusha kila kangome kalikoshika maisha yako, kila ngome iliyoshika familia yako. Haina nguvu kwako. Huyu ndiye Mungu ninayemwabudu. Lakini Mungu aliwashindia wakina Yoshua majitu ya kila namna, na akasema atawashindia vilivyobaki. Yesu amekushindia wewe, na atakushindia vyovyote ambavyo unaona vinakushinda kwenye maisha yako. Huna haja ya kuwa na wasiwasi, huna haja ya kuwa na mashaka, huna haja ya kumtilia mashaka Mungu, maana yeye ni wa kuaminika na atadumu kuwa mwaminifu hata wewe ukisipokuwa mwaminifu. Anatushindia nini leo? Moja, tu katika vita dhidi ya mivuto ya dunia. Hiyo nayo Mungu ameshatushindia na atakushindia kama kuna eneo bado na kuna uhitaji. Tupo katika vita dhidi ya mwili. Mwili wetu una asili ya kuanguka, unapenda vitu vya kuanguka. Sio shetani, mwili tu wenyewe huu. Ukiona una vitu unasisimka hivyo, unapenda vitu ambavyo vimfai Mungu. Hata hivyo pia ameahidi atatushindia.
3 dhidi ya huyu bwana mdogo adui, Ibilisi na Shetani. Hata huyo anasema nalimwona akianguka kama umeme. Anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Hakuwezi ndani ya Kristo. Hata huyu kama kuna sehemu bado anakutesa, Mungu wetu amesha kushindia na hata kushindia kama bado kuna vitu vinashinda kwenye maisha yako. Jambo la tatu ni thawabu ya uaminifu. Zawadi ya mtu kuwa mwaminifu. Thawabu ya uaminifu ni nini? 23:10 Yoshua. 23:10 Yoshua mstari wa 10 anasemaje? Yoshua 23:10 anasema mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Anasema miongoni mwa mambo ya ajabu ambayo mtayaona nyie watoto wa Israeli, watu wa Mungu nyie, mtu huyu mmoja atafukuza watu 1000. Namuona Kalebu akifukuza sio watu, majitu zaidi ya 1000. Kwa nini? Kwa sababu moja ya zawadi ya uaminifu wa kumtegemea Mungu ni kukufanya wewe mtu mmoja kuwa na uwezo wa kimiujiza, miraculous power ya kufukuza watu zaidi ya 1000. Yaani kushinda katika maeneo ambayo kijiografia, kivita, kijamii, kidunia haiwezekani kabisa. Kwa kwako Mungu anakupa hii zawadi. Sasa zawadi ya uaminifu kwako, zawadi ya uaminifu wako kwa Mungu ni kukupa ushindi na kumiliki juu ya kila adui aliye kinyume na wewe. Sasa inakuwaje mpaka inafikia hatua Mungu anakushindia? Mungu anakufanya kuwa mshindi kama zawadi. Anakupa ushindi kama zawadi dhidi ya kila kitisho, magonjwa, hofu, mizimu, majini, manyanyaso, mateso, madeni na kila aina ya jambo linalokuhusu. Kuna vitu ambavyo hawa watu walivifanya ili ambavyo Mungu aliwaelekeza ili waweze kuona huo ushindi, kutoka katika nadharia ya ushindi kwenda kwenye practicality ya ushindi, ule utendaji kazi wa vitendo wa ushindi wao. Jambo la kwanza Mungu aliwaeleza Yoshua 23:7 ambako nao nachukua 7 kipengele A, B na C. A maana yake, na ameshasema sehemu nyingine kwenye maandiko matakatifu, mtakapofika kwenye huo mji au hiyo sehemu ya Kanani, usioe wanawake wa hiyo sehemu. Usioe wanawake wa hiyo sehemu. Jambo la kwanza, ili upate kupata zawadi, thawabu ya ushindi wa Mungu. Usifungiwe nira na wasioamini. Hii nitaisema vizuri napokuja kwako. Tuko kwa wale mabwana wakina Yoshua na ndugu zake. Jambo la pili, usitaje miungu yao. 23:7 Yoshua, mambo ya miungu yao usitaje. Jambo la tatu, uache kuabudu. Usiabudu hiyo miungu. Wewe haya mambo unatakiwa uyatekeleze vipi ili uendelee kuona ushindi kwenye maisha yako? 1, usifungiwe nira na wasioamini. Kitabu cha Wakorintho wa pili 6:14 mpaka 16. Kama unamwamini Mungu na unahitaji kuwa na mwenzi wa maisha, muombe Mungu akupe mwenzi wa maisha anayeamini kama unavyomwamini Mungu. Sizungumzi wale ambao tayari walikosea au wale waliingia kwenye mambo ya familia bila kujua hizi principle. Hao nao wana mambo yao.
na wana ushauri wao. Maandiko yanatoa 15 wa Korintho wa kwanza, nafikiri kuna mambo mazuri ambayo kwa leo hatuwezi kuyasema. Lakini wewe ambaye bado, usifungue neno na asiamini, usiingie maushirika na asiamini katika mkataba wa ndoa. Ndio hicho alichowaambia mara ya kwanza. Kwa nini anawaambia haya mambo na nini madhara na yana uhusiano gani na ibada? Mambo ya Wafalme wa kwanza 11:4. Hii tuisome kidogo. Wafalme wa kwanza 11:4. Wafalme wa kwanza 11:4. Hii hapa. Maana ikawa Suleimani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake, akafuata miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Alipokuwa mzee, wake wake wakamgeuza moyo wake, akaacha kumwabudu Mungu, akaanza kuabudu vitu vingine, si kama Daudi baba yake. Kumbe alipokuwa kijana alikuwa na mwabudu Mungu, lakini hawa ni wanawake ambao Mungu alimkataza. Akamwambia, watakuja kugeuza moyo wako. Hawa watu si watu wa ibada. Watu wa ibada, wewe shughulika na mwanamke wa ibada. Je, fundisho hili nasema tuwatenge wasio mwabudu Mungu, makahaba, watu gani? Kama hawa tunawahubiri, hatuwahubiri tuwaoe, tunawahubiri ili wamjue Mungu, alafu wataolewa. Kuna watu wa Mungu tu wako wengi, sio lazima wewe. Rahabu aliolewa katika Israeli, alikuwa ni mpagani, kahaba wa kujitupa, wa kutupwa kabisa. Wale watoto wa Moabu, wakina Ruthi, nao waliolewa na wakina Boazi na watu wengine, watoto wa Naomi. Inawezekana, lakini usije ukageuzwa moyo kwa kuingia mkataba na watu wasio wa rohoni. Lakini watu wa rohoni, wasio wa rohoni, unatakiwa wafundishe mambo ya Mungu. Wakisha kuja, basi Mungu ni mwema, atawapa wanaofaa. Sio lazima wewe usifanye kitu cha PCM, preach convert, mhubiri, mbatize, mbadilishe dini, muoe. Si sawa. Na kama umefanya ile kosa, niseme tu kidogo, Mungu anasema ukimrudia naye atakurudia na atatakasa, ataondoka katika changamoto. Lazima ukubali ni kosa, ulikosea. Kama ulifanya kwa kujua, kama ukujua, hii nayo ikuongezee kitu. Lakini jambo lingine, Mungu anasema usitajetaje. Kuna watu wanampenda kumtajetaja akajamaa kaibilisi kuliko hata Mungu. Ni hatua moja ya kuabudu mizimu na kuwa mchawi Mkristo, ni kupenda kutajataja kazi zake Ibilisi na uchawi. Jamani, kalogwa na nini, unatajataja. Mungu alikataza, kwa sababu ni hatua moja ya kwenda kuyaabudu hayo mambo. Ni hatua moja tu, mnamalizia mguu wa pili kuingia kwenye hizo ibada za kishirikina. Kwa jiepushe kutajataja, jiepushe kuabudu, jiepushe kuingia mikataba na watu wasio mcha Mungu, hasa mkataba huu mzuri, mkataba wa ndoa. Jambo la nne linapatikana katika kitabu cha Yoshua 23 mstari wa 11. Nalo linasema kile tunachopaswa kufanya baada ya kuwa umeokolewa. Yoshua anatoa wosia ambao ni mzuri kwako na mzuri kwangu. Kile unachopaswa kufanya. Unapaswa kufanya nini? Yoshua 23 mstari wa 11 anasema, jihadharini nafsi zenu ili mumpende Bwana Mungu wenu. Bwana anapokushindia, Bwana anapokuokoa, unapokuwa na ufahamu wa kiakili, unapaswa kufanya nini kwenye sehemu hii? Mpende Mungu wako. Usiruhusu kitu kingine kati yako na Mungu ikawa na upendo ukakipenda kwenye hadhi ya Mungu.
Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, akili zako zote, jitihada zako zote. Mpende Bwana Mungu wako. Ile Wayahudi wana ile sala inaitwa Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Ihad. 6 Kumbukumbu la Torati kuanzia pale 1 anasema Shama Israeli, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wako, Bwana ndiye mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako zote, nguvu zako zote. Afu haya mambo haya wafundishe watoto wako, wafundishe watoto wako. Usia, yani kiini cha kitabu cha Yoshua 23 ni 23:11. Mpende Mungu, jionyeshe kuwa unampenda. Lakini amesema jihadhari. Maanake alikuwa anatoa tahadhari. Kwa nini alikuwa anatoa tahadhari? Kwa sababu ya Wakorinto wa kwanza 10:12. Wakorinto wa kwanza 10:12. Ajizaniaye kuwa amesimama aangalie asije akaanguka. Ajidhaniaye kuwa amesimama aangalie asije akaanguka. Kuna watu wengi wanasema nampenda Yesu. Dadi, Yesu ni dadi wangu, wengi wanasema hivyo. Lakini kimsingi si msimamaji wao, si sawa na kauli zao. Jihadhari usije ukapitiwa na mambo ya dunia na mikumbo ya miigo ya kidunia ya kujionyesha kuwa unampenda Mungu, kumbe mumpendi Mungu, wala Mungu hamjuani. Hata atakapokuja atasema ondoka, sikujui, sije kukuona. Kwa jihadhari, manake kuwa makini. Je, kweli unampenda Mungu au unasema unampenda Mungu? Kumpenda Mungu manake nini? Neno lotumika hapo kumpenda Mungu, neno la kisiasa. Katika siasa za Middle East za enzi hizo za Mashariki ya Kati za kifalme, mtu anasema kumpenda, anampenda mfalme. Mungu ni mfalme. Anayempenda mfalme wa enzi hizo ni zaidi ya machao unaowasikia sasa. Machao wengi wanafuata maslahi. Alikuwa amejitoa kabisa, yuko tayari kufa kwa ajili ya mfalme. Hiki ndio ambacho Mungu anasema mpende. Usiwe na kitu kingine isipokuwa Mungu. Yani upendo wako kwa Mungu uwe juu ya upendo wako kwa mke wako. Upendo wako kwa Mungu uwe juu ya upendo wako kwa kazi yako. Juu ya kila kitu, upendo wa Mungu ndio kipaumbele. Lakini pia unampenda Mungu kwa kumtegemea Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha kumpenda. Maana kwa asili sisi baada ya kuanguka tunachukia. Anasema na nia ya mwanadamu ina uadui dhidi ya Mungu. Hatupendi Mungu na mambo yake. Kwa unaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ili ilete agape love, upendo wa agape, uweze kumpenda Mungu. Kimpenda Mungu utazungumza na Mungu. Hakuna watu wanaopendana ambao hawazungumzi. Yaani ukikaa unaboreka, ukikaa katika maombi unaboreka. Kama bado unaboreka ukiwa unaomba, hujampenda Mungu. Mtu anayempenda Mungu anafurahi kuongea naye ofisini, njiani, barabarani, usiku, nyumbani. Wakati mwingine unatumia usiku kucha mpaka asubuhi. Wakati mwingine unakuwa na wiki nzima ya kumpenda na kuongea na Mungu. Lakini pia ukimpenda Mungu, sifa. Huwezi kumpenda mke wako kwa mfano kama ni kwenye mwanamke na mwanaume, alafu msifii. Akiona umsifii, maana kuna kitu kingine unakisifia, unamsifu Mungu. Watu wanaopendana wanasifiana, unamsifu Mungu. Kwa kwanza anastahili, ni alivyo mzuri, matendo yake, wokovu alokuletea na mambo mengine mazuri. Lakini pia zawadi. Hauwezi kumpenda mtu bila zawadi. Watu wanampenda kiongozi wa kisiasa. Mtu mmoja alimpa Magufuli, rais wetu hayati aliyefariki, zawadi ya jogoo. Mwingine anampa mahindi. Si kwamba anamhonga kwa sababu hana uwezo wa kumpa chochote. Ni mfalme, anampenda, anampa zawadi. Sisi leo tunapoenda kwa Mungu, tunaenda na zawadi. Zawadi ya sadaka, zawadi ya zaka, zawadi ya kuwasaidia watoto wake wengine ambao wanapitia vipindi vigumu. Nasema kwa yule mtu anampenda Mungu. Lakini pia unakuwa na love language. Mazungumzo yako yasiwe ya mdomoni kuhusu Mungu,
yatoke moyoni kabisa kwamba ule mtoto anampenda Mungu. Jambo la mwisho kidogo linasikitisha kidogo na ni la tahadhari kweli kweli, ambao tunajifunza katika wiki hii ni adhabu ya kutokuwa mwaminifu. Leo tunazungumzia uaminifu wa Mungu, na tumesema Mungu ni mwaminifu na haijalishi wewe ni mwaminifu au sio, yeye atadumu kuwa mwaminifu. Hebu tuangalie adhabu ya kutokuwa mwaminifu. Yoshua 23 mstari wa 15. Yoshua 23 mstari wa 15. Anasema hivi, kisha itakuwa kama yalivyowafikiria yale mambo mema yote, vile vile kama mambo mema alivyowafikia Bwana Mungu wenu aliyowaahidi ninyi, kadhalika Bwana atawafikilizia mabaya yote hata atakapokuwa amewaangamiza katika nchi hii njema Bwana Mungu wenu aliyowapa. 16 kidogo kuna kitu kitatuongezea ili tupate matumaini fulani hivi. Hapo mtakapolivunja agano la Bwana Mungu wenu alilowaamuru na kwenda kuitumikia miungu mingine na kujiinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu, nanyi mtaangamia upesi katika nchi hii njema aliyowapa. Hotuba ya Yoshua kwa viongozi na wakuu wa mbari na zile familia inamalizika toa onyo. Leo kunakuwa na mikumbo ya kidini ya kutaka tu kuona Mungu tu ni mwema na nini. Yaani kama alivyo mwaminifu kwenye kutendea mema watoto wake wanaompenda, ukimkataa ukamgeuka, pia upande wa pili utakupata. Si kwamba atakuadhibu, kimsingi mabaya yote Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Ukimkimbia Mungu umekimbilia mauti. Kwa ukitakapomwacha Mungu na kumkimbilia adui na ibada za mizimu na mailizi na masuala ya matambiko na vitu visivyofaa na uchafu wote wa kidunia, haya mambo yana asili ya kuua, yatakutesa, yatakuletea tabu, utakuwa umekimbia raha ambazo Mungu amekupa. 10:10 Yohana inasema mwivi aji isipokuwa kuiba, kuharibu na kuua. Hizi ndo kazi 3 za ibilisi zitatokea kwenye maisha yako ikiwa utamkimbia Mungu. Pamoja na mazuri ambayo nimekueleza hapa nyuma, Mungu amesema kila alichoahidi atawatendea, lakini ahadi za Mungu nyingi naitwa ni conditional prophecies au promises, zina masharti. Yeye Mungu ni mwaminifu, atazidi kuwa mwaminifu. Na wewe je, ni mwaminifu kwa Mungu ili upate kutali au upate kuwa na ile yasema nini, alignment na uaminifu wa Mungu? Lakini ukikimbia ukaenda kinyume, kule panaumiza na madhara yake ni mabaya. Yapo Mungu ataendelea kutafuta. Hawa watu walikuja kufika hatua baadaye, wakati wa waamuzi wakamwacha Mungu, wakageukia vitu vya ajabu, maisha yakawa tabu, wakawa ni watu wa kuhamishwa, wakahamahama, maisha yakawa ya shida. Kwa sababu gani? Si kwa sababu Mungu ni mwaminifu, si kwa sababu Mungu si mwaminifu, ni kwa sababu wao waliamua kutokuwa waaminifu kwa Mungu na kugeukia miungu mingine, ambao kazi ile miungu ni kukutesa, kukudhalilisha, hata kukuua. Upendo huo wa Mungu uliodhihirishwa kwa kumtoa Yesu ni upendo huo ambao pia unajidhihirisha kwa njia nyingine, kwa adhabu kwa wale ambao kwa makusudi watazing'ang'ania dhambi. Kwa upendo mkubwa wa Mungu pia utaadhibiwa. Yeye aliyesema, kwa maana jinsi 3:16 Yohana, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa
mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Ndiye huyo aliyesema katika Warumi 2:5. Akasema nini? Warumi 2:5 anasema nini? Bali kwa kadiri ya ugumu wako, sikiliza, na kwa moyo wako usio na toba. Sikiliza haya maonyo haya. Kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba. Anasema kuna shida gani hapa? Wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Pamoja na haya yote ambayo tumeyazungumza, kuna siku ya hukumu. Kwa ugumu wako ukiendelea kuufuga ugumu wa moyo, ukiendelea kufuga dhambi zisizotubiwa, anasema unajiwekea akiba kwenye ghadhabu na mambo ya hasira ya Mungu katika siku ile ya hukumu. Haya mambo hawa watu waliambiwa, lakini wakayasahau. Nasikia haya mambo haya si mapya kwao. Tayari Kumbukumbu la Torati 28, Mungu alikuwa anasema, ikiwa utasikia sauti yangu na kutia amri zangu na maelekezo yangu, ndipo baraka hizi zitakuwa juu yako. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 28:1-10. Akataja baraka nyingi na vitu vizuri. Popote Mungu anapotaja vizuri, huwa anataja na upande wa pili wa shilingi, ili utakapohamia upande wa pili wa shilingi, utakapoona haya ya Mungu huku hayapo, kumbuka shetani atakufanya uishi maisha ya upande wa pili wa shilingi, lakini akuaminishe kwamba unaweza kuyapata haya mazuri ya Mungu, na mwisho wa siku hata kama utayapata ya kufeki, haya mabaya yatakuwa ndio yatakupoteza na kuteketeza. Sikiliza, usisahau Israeli walishindwa. Ifika mbele wakamwacha Mungu. Historia yao ikawa ni historia ya kutangatanga na kupitia maisha magumu, licha ya mambo mazuri na ushindi ambao tumeusoma katika kitabu hiki. Mambo haya yameandikwa katika historia, ili wewe uweke historia tofauti. Ndani ya Yesu una uhakika wa ushindi. Hivyo nikutie moyo na nikukumbusha, nikuhamasishe, hakuna cha pa kukimbilia. Mkimbilie Yesu. Endelea kumwamini Yesu. Endelea kuwa mwaminifu kwa Yesu. Hata kama ni dhambi, anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufi. Hata kama ni dhambi, anasema watoto wangu wadogo nimewaandikia, msitende dhambi. Lakini mtenda dhambi, tunaye kuhani wetu mwanadamu, Yesu Kristo, mwombezi wetu Yesu Kristo. Na kutia moyo, chagua upande wa baraka. Na kutia moyo, matukio ya mabaya yaliyowapata wana wa Israeli, licha ya mazuri ambayo Mungu aliahidi, usiyasome ili yakuvunje moyo. Yasome ili yakusaidie wewe kuandika historia ya tofauti. Mwisho ni kukumbushe, Mungu ni mwaminifu. Mungu atadumu kwa mwaminifu, na chochote alichotuahidi tukidumu kumwamini, maana yeye ni wa kuaminika, tutakipata sasa na zaidi katika uzima ule ujao. Unasema, Mungu nisaidie na mimi niweze, kunipe neema ya